Na mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, kama vile unazoshuhudia leo tuko moja kwa moja live kwenye bahari Tanganyika, ambapo watangazaji wa maredio mbalimbali na ma-TV mbalimbali wamepata nafasi ya kuweza kufanya mzunguko ili kuweza kuangalia namna gani raia wanaendelea kusumbuka na maji ya Tanganyika ama bahari Tanganyika ambayo yanayowazuru kila leo. Kwa hiyo kama vile unavyoona moja kwa moja tumepata nafasi ya kutembelea jinsi tunashuhudia nyumba nyingi zinaharibika, watu wanakimbia, wanakosa nafasi ya kuishi. Pia wamethibitisha kuwa kuna magonjwa mbalimbali ambayo imeanza kuathiri wakati huu wa kutawaliwa kwa maji. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuweza kushuhudia La Voix d'Uvira TV na sheni zingine ambazo za televisheni hapa Uvira, tumepata nafasi ya kuweza kutembelea. Kwa hiyo na ukaribisha moja kwa moja uweze kufuatilia namna gani tulivyoshuhudia watu wanavyoteseka katika hali ya maji. Karibu. Wakaaji wa Uvira wanaishi kwenye mateso baada tu ya nyumba zao kuweza kushambuliwa na maji ya Lake Tanganyika. Wakaaji hao waonyesha mateso mengi, pia magonjwa yanayowaathiri wakati wa changamoto wa maji mengi ambayo imejaa kwenye nyumba. Tukujulishe kuwa maji ya Tanganyika imeathiri wakaaji wengi wa Uvira, ambapo familia zao zinaishi kwenye hali ya wasiwasi. Wenye kuwa na uwezo walipata nafasi ya waliweza kuhama, na wale wasiokuwa na uwezo waliweza kubaki. Watangazaji wa maredio pia matelevisheni hapa nyumbani Uvira walipata nafasi ya kuweza kutembelea na kwenda kujionea hali hiyo wakaaji wanayo yapi, kudhibitisha kuwa mateso hayo na changamoto zao wanazozipitia ni kutokana na hali ya maisha, licha kuwa ya magonjwa inayowaathiri watoto, lakini wao wanabaki kidete kusongamana na maji kwa kuwa hawana nafasi ya kuishi. Wakaaji hao tuliozungumza nao waomba serikali kufanya liwezekanalo ili kutoa hifadhi kwa familia hizo zinazoishi kwenye hali ya mateso. Utajua ya kwamba hapo walieleza kuwa maji ni siku kadhaa ikiwa inapanda na ikiwa na athiri nyumba nyingi, ambapo familia wanaishi kwenye hali ya wasiwasi. Kuna baadhi ya wamoja tuliopata nafasi ya kuweza kuzungumza nao. Naitwa Sifa Esperance Kubali. Hali ya maisha yenye tunaishi ni kuteseka katika maji, tunasengulaka kila siku mpaka tunasengula maji tupate kwa watoto watalala na kwenye nasie tutalala, tuone kama tutakuja. Tunalalaka tunalamuka tusharoana na toilette hatuna ilishaenda na maji. Hakuna kwa tutajenga toilette, tuko tu hivi tunasumbuka mpaka tufanye mwako huko ndio tujenge tena huko. Jina langu Neema Hussein Hamisi. Naishi hapa tu, niko hapo, sina bwana, niko na watoto yangu na naishi tu mumaifu. Naitwa kwa jina la Dumbo Garso. Mimi nashukuru sana kwa niko mwenyeji wa hapa Uvira, na mai inasumbua watu sana. Presque merezima ba journaliste mpeke mnaona kisiko karibu ya mai na mabadili kisi inaenda watu wanasumbuka. Manake watu wanakuwa wanalala yulu ya mai. Kwa deja na miaka ya mingi sana mai ina déranger watu, na ndio tunaomba gouvernement tusaidie fasi ya makao mzuri kwenye tutakikala. Mbo mpaka saa hii kusema kweli merezima na wapokea ba journaliste mpaka sasa sionaka mwingine. Hivi ndio premiere fois kuona gisi mnakuya, na ni furaha sana gisi naona gisi mnakuya, kunaona mtatusaidia na gouvernement taona itasikia malalamiko yetu, itusaidie kulingana gisi tuko tunalala juu ya maji. Ni wakati maji inachemka vibaya, maana yake hautalala ndani, inabidi utoe hivi twende lala kwa jirani. Sasa mwende hali yenye watu wako naishi ni ya mbaya, haiko ya mzuri. Biske unakuwa mkimbizi wa kutoka unaama unaenda lala na mwenzako, hapana. Kwa hiyo gouvernement tusaidie fasi nipako pazuri kwa watu kwenda kuikala. Maji yote peke kwa nafaa kiingia ikikuya ya mingi, ikitoka ikitulia inatoka. Kama haitoki inabidi wewe uame uende nyingine fasi. Unakuwa mpangai. Sasa wakati unakimbiziwa na uyajipanga, deja hapa inakuwa ni shida. Kama wale watu abatoki ni kufuata kwanza hali ya maisha. Masomo iko shida, kula shida, na hali yenyewe mwingine ya inchi mwepeke mnaiona kisi iko. Ataenda wapi? Inabidi mtu anze lala mumai. Mbo kifupi tunalomba tu gouvernement tusaidie, itusaidie nafasi ya watu kukaa makao yenye tutoke muimaji. Hii mai ni tuko ya pili na kajeno tena nipanda. Ilianza pale ndio wa pili mpaka saa ilishaingia na nyumba kisha ndio sehemu ya mama. Isi atapata pato ya kutoka mwana kama tushato.
watoto kutoboka miguu na ile kusenga sana. Sisi tutaweza omba tu kwa viongozi, tutaweza angalia gisi ya kutusaidia, mbaki wazima wataweza angalia gisi ya kututoa hapa kupeleka ingine fasi na kuishi.